Ni siku ya furaha na ya kipekee katika shule ya wasichana Ifunda, ambapo wanafunzi kidato cha 6 kutoka shule 11 za wilaya ya Iringa wamejumuika kwa pamoja kwa ajili ya mahafali ya klabu za kupinga rushwa. Katika mahafali hayo, mgeni rasmi ni mkuu wa wilaya ya Iringa, Heri James, ambapo ametoa onyo kali kwa walimu wakuu wote wanaopinga uwepo wa klabu za kupinga rushwa mashuleni. Amesema hatua kali zitachukuliwa kwa yeyote atakayebainika kupinga juhudi hizo za kupinga rushwa, na kusisitiza kuwa vita dhidi ya rushwa ni jukumu la kila Mtanzania na si kuachia baadhi ya watu. Lakini nimeambiwa katika taarifa hapa, wapo baadhi ya walimu ambao ni walezi wetu wanafanya kazi nzuri kule, lakini wanakutana na changamoto za wakuu wa shule. Huwa ninakuwa ya kuongea na wakuu wangu wa shule, tunalizungumza hili jambo. Mpango wa kuwa na klabu za TAKUKURU katika shule ni mpango wa serikali na ni sehemu ya sera. Ni lazima itekelezwe na asitokee mtu yoyote tuletea kikwazo. Asitokee yoyote. Tena kwa halmashauri ambazo ziko ndani ya wilaya hii, asitokee yoyote. Na nikisema yoyote na maanisha yoyote. Na kama mimi ndo mlezi ndo kabisa, watu wasije wakapishana gari ya mshahara. Yoyote. Kama kuna mkuu wa shule ambaye hawezi kuwapa ushirikiano walezi wa hizi klabu, atafuta shule ya kwenda, sio lazima abaki kwenye shule hii. Nadhani nimeeleka vizuri mkurugenzi. Sio lazima. Hapa tunajenga kesho ya nchi. Na kesho ya nchi haiwezi kujengwa kwa kubembelezana. Kesho ya taifa hili haitojengwa kwa kubembelezana. Asiyeweza kufuata misingi, asiyeweza kuheshimu matakwa ya umma, asiyeweza kulea jamii ya kesho, quit. Wazungu wanasema if you cannot stand the heat, leave the kitchen. Kama huwezi kuhimili joto la jiko, toka. Kwa hiyo kamanda, wana tusimuonye maneno. Mkuu wa shule ambaye anaamini hawezi kusimamia ustawi wala ukuaji wa klabu za wapinga rushwa, apangiwe majukumu mengine. Watafute watu wanaoweza kufanya hiyo kazi, waifanye vizuri. Mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Victor Swela, ameelezea mafanikio mbalimbali ya uwepo wa klabu za wanafunzi katika mkoa wa Iringa, pamoja na kuibua changamoto wanazokumbana nazo, ikiwemo baadhi ya walimu walezi wa klabu hizo kushindwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo, jambo ambalo wakatisha tamaa wanafunzi na kurudi nyuma. Kulega katika usimamizi na ulezi wa klabu hizo. Kama nilivyosema, walimu walezi, ndio maana nikasema hapa tutapata fursa ya kukaa na kuongea nao namna gani ya kuamsha hali ya kuziendesha hizo klabu. Baadhi ya klabu kuna nyingine zinasuasua, nyingine zinakwenda vizuri, nyingine zinaendesha, lakini hili tutaliangalia. Wanafunzi kushindwa kuvutiwa na klabu kutokana na kukosa hamasa. Hawa hapa ni wanafunzi ambao pia ni wahitimu wa klabu hizo, wakielezea dhamira yao ya kutumia maarifa waliojifunza kupambana na rushwa katika maisha yao kila siku, na kusema kuwa elimu hiyo mwajenga kuwa raia waadilifu na wenye maadili mema, huku walimu wakiahidi kuendelea kuimarisha klabu hizo mashuleni ili taifa kuwa na kizazi chenye maadili bora. Naitwa Lilian Isaya Mhanzi, natokea shule ya sekondari ya wasichana Ifunda Girls. Hii elimu itatusaidia huko mitaani kwenda kupambana. Kwanza inanisaidia mimi binafsi kujua na haki gani katika taifa langu. Inanisaidia mimi binafsi kuelewa kwamba natakiwa nifanye nini ili nilinde haki ya mwingine. Kwa hiyo hii hapa elimu itatusaidia kwenda kupambana na rushwa mtaani, kwamba kila binadamu awe na haki yake ambayo itamsaidia yeye. Ataweza kujitambua kwamba yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini. Ataweza kujitambua kwamba anatakiwa apambanaje na rushwa ili aweze kufanya nini, kulinda haki yake. Lakini napenda kuishukuru serikali ya Iringa ikiongozwa na mgeni rasmi wetu ambaye alikuwa ni mkuu wa wilaya katika mahafali yetu. Tunamshukuru sana kwa sababu ametueleza vitu ambavyo vimetujenga, vimetuongezea elimu pale tulipokuwa tumeongezeka zaidi, kwamba hata nikienda mtaani naweza kupambana. Kwa hiyo naishukuru TAKUKURU wilaya ya Iringa kwa kuendelea kuimarisha hizi klabu mashuleni kwetu na kuendelea kutufanya sisi wanafunzi sio kupata tu elimu ya darasani, lakini pia tunapata elimu ya kijamii, tunawezaje kuishi na jamii zetu vizuri. Majina naitwa James Juma Elia, natokea shule ya sekondari Tusamaganga. Jamii inaenda kunisaidia mimi hapa kuelimisha watu mbalimbali kuachana na rushwa. Ili kuendeleza usawa katika jamii, katika jinsia zote, wanaume na wanawake. Haya mafunzo yamekuwa ni mafunzo mazuri sana kwa wanafunzi, kuhakikisha kwamba yanawajengea wao uweledi na uwezo wa kuweza kupambana na rushwa, na hivyo kuwasaidia wao kuwa wazalendo kwa nchi yao, lakini kutambua njia sahihi ya kuweza kupambana na rushwa na kuhakikisha kwamba taifa linabaki salama likiwa linaweza kutunza zile rasilimali zao na mwisho wa siku ziweze kuwaletea
maendeleo katika nchi yao. Ina athari nyingi hasa katika wanafunzi wetu, hivyo tulianza kuwaelekeza mapema. Tukiangalia hata wanafunzi wetu hao ambao wanaenda kumaliza kidato cha 6, hususan watoto wa kike, huko wanakoelekea ni mojawapo ya kundi ambalo ni waathirika wakubwa endapo hawatakuwa makini, hususan katika ishu ya ngono, rushwa ya ngono. Hivyo tumeweza kuwaandaa na kuwaelekeza kwamba waweze kusoma kwa bidii, kwa sababu ukishasoma kwa bidii utakuwa na ari ya kujiamini, hata watakapomaliza hapo baadaye waweze kutumia uelewa ule walioupata masomoni ili kuweza kupata kazi. Wasipokuwa na uelewa wa elimu hiyo ya rushwa, wanaweza kutumia miili yao ili kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kazi. Hiyo taifa la kesho ni kwamba hii itawasaidia kuwajengea misingi imara ya kuchukia rushwa, lakini pia itawajengea uwezo na mbinu mbalimbali za kupambana na rushwa. Lakini pia kwa jamii hii itawasaidia wanajamii kupata uelewa mkubwa kuhusiana na madhara yatokanayo na rushwa, na hivyo kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi. Hakika kupitia vilabu hivi kizazi cha kesho kinajengwa kuwa chenye maadili, chenye kusimamia haki na kuikataa rushwa kwa vitendo. Hii ni IPC Mkombozi TV. Jina langu ni Heri Tmola.